Okay, karibu tena Ucoders, na katika video ya leo tutakwenda kuendelea na mfululizo wetu wa kozi ya cyber security kwa Kiswahili, na katika video hii tutakwenda kuanza lesson ya 3 au part 3, ambapo tutakwenda kujifunza namna internet inavyofanya kazi, kwani internet ndio msingi muhimu sana kwa mtu yeyote anayejifunza masuala ya cyber security au ethical hacking. So tukaanze. Kwanza kabisa lazima tuelewe nini maana ya neno internet. Tunapoongelea kuhusiana na neno internet, tunamaanisha kwamba ni mkusanyiko mkubwa wa networks ambazo zimeunganishwa pamoja duniani kote. Okay? Na ndio maana tunaita internet kwamba ni network of networks. Okay? Yani network of networks. Ndio maana ya neno internet. Sasa baada ya kuelewa nini maana neno internet, tukaangalie ni nini kinatokea endapo unafungua website, kwa sababu hadi website ifunguke au hadi video ifunguke kuna process zinatokea ambazo sisi hatuzioni na zinatokea kwa haraka sana. So tukaangalie ni vitu gani vinatokea in background hadi website inafunguka au hadi video ina play. Chukulia mfano unataka kufungua tovuti kama youtube.com, unataka kufungua YouTube. Umeandika kwenye browser yako youtube.com. Hatua ya kwanza kabisa, browser yako itaanza safari. Utasema kwamba nahitaji kufungua tovuti hii, lakini browser yako yenyewe haitoshi. Itashindwa. Kwa sababu gani? Haijui hiyo tovuti iko wapi. Hivyo sasa itaenda hatua ya pili, ambapo kwenye hatua ya pili tunakuta kwamba browser inamuuliza DNS. Na DNS ina stand for domain name system. Na DNS yenyewe ni tuseme kama dictionary ambayo inahifadhi majina ya tovuti au ya vitu kwenye internet. Kosa DNS kazi yake kubwa hapo ni kwamba itatafsiri lile jina la website kwa kwenye IP address. Kwa hiyo browser yako inaenda inamuuliza DNS, what is the IP address of tovuti fulani, kwamba itaenda itamuuliza IP address ya website ambayo ni youtube.com. Kwa hiyo sasa baada ya kupata hiyo IP address itaenda hatua ya 3. Na ni kwa nini IP address? IP address kwa sababu kompyuta zinaelewa IP address na sio majina kama youtube.com. Kompyuta youtube.com inaelewa IP address. Okay? So baada ya kuwa ishapata IP address ya YouTube, itakwenda hatua ya 3, ambapo hatua ya 3 itakwenda kuwasiliana na ISP. Okay? Baada ya kupata IP address, ombi lako litapita kwa ISP. ISP tunapojua ni makampuni yanayotoa huduma za internet kama Vodacom, Airtel, Halotel au Tigo. So ISP kazi yake kubwa ni kuunganisha na internet. Kama hauna internet utakwama, lakini kama una internet utaendelea. Sasa kama utakuwa na internet utaendelea hatua ya 4. Na hatua ya 4 utakutana na server. Ombi lako litafika kwenye server za YouTube. Umeona? Kosa server za YouTube. Kwanza kabisa tuone nini maana ya server. Server ni kompyuta zenye nguvu sana. Okay? Ni kompyuta kubwa kabisa ambazo zinahifadhi taarifa nyingi sana. Kwa mfano kwenye server za YouTube imehifadhi website na vitu vyake vyote. Imehifadhi content zote, video zote ziko kwenye server za YouTube. Kwa hiyo ukitaka kufungua video lazima process zote hizo 4 zitokee. Okay? So maombi yatafika kwenye server na server itapokea ombi lako na itaandaa jibu la kukupa. Kama itafungua browser, inafungua browser, unaona ile browser imefunguka. Kama ni video itafunguka na itaanza kuplay. Na hatua ya 5 ni response, kwamba server inarudisha majibu kupitia internet. Okay? Browser yako inapokea data na kuonyesha website kwenye screen yako, yani ile output au response ambayo imepatikana. Na hiyo inatokea ndani ya sekunde chache sana, kiasi kwamba hatuwezi tukadetect kwa akili yetu kawaida kwamba hiyo process zote kweli tu tukadetect. Kwa sababu kama simu yako au utakuwa na internet ambayo iko fast zaidi, itakuwa hata sekunde moja itachukua kufanya hizo process. Okay, sasa tuangalie kitu kingine ambacho kinaitwa packet. Packet ni nini? Ili tuelewe neno packet au packet,
lazima tuelewe kwamba data haisafiri yote kwa pamoja. Okay? Data yako inagawanyishwa vipande. Okay? Na hivyo vipande vidogo vidogo ndio vinaitwa packets. Iko hivi. Kila packet zinakuwa na taarifa fulani, imetoka wapi na inakwenda wapi. Na baadaye hizo packet zinakusanywa tena sehemu moja na kuonyesha kitu fulani. Kwa mfano kama ni website, ile website inavunjwa vipande na baadaye zinaunganishwa sehemu moja na kuonyesha ile tovuti nzima. Kama ni video inavunjwa vipande na baadaye inaonyesha video kamili. Hiyo ndio packets. Sasa tuangalie ni kivipi cyber security inaingia kwenye masuala ya internet. Tunapoongelea kuhusiana na cyber security kwenye masuala ya internet, iko hivi, ni lazima tuelewe kwamba data yako au data zinasafiri kupitia internet. So kama zinasafiri kupitia internet, basi kuna uwezekano mkubwa wa hizo data zako kuibiwa kabla hazijafika. Okay? Kuna uwezekano mkubwa sana wa data zako kuibiwa kama hazitakuwa zimelindwa vizuri. Na ndio maana tunatumia HTTPS na tunatumia encryption na njia nyingine za usalama ili kuhakikisha taarifa zako zote zinasafiri salama na zinafika salama. Kwa mfano ukiregister kwenye website ambayo inatumia HTTP ambayo iko secure, ataka anaweza kaiba credentials zako. Okay? Ndio maana tunatakiwa tutumie HTTPS. So hadi hapo tutakuwa tushamaliza kipengele hicho. Na kama umeelewa lesson hii, basi hakikisha kama ulikuwa ni subscribe na subscribe, kama ulikuwa uja like uta like, na pia kama una swali utaandika kwenye comment. Video inayofuata tutaendelea na part 4. Karibu tena.